Daktari ambaye hana nidhamu hawezi kufanya kazi yake vizuri. Just imagine mtu amefika mahali anafanya operation, maana yake wanapomfanyia mtu operation yuko 50-50. Yuko kwenye riski kubwa sana ya kupoteza maisha, zile operation kubwa. Lakini madaktari wenye nidhamu wanasababisha possibility ya huyu kupona iwe kubwa kuliko possibility ya kupoteza maisha. Kuna ndugu mmoja alikuwa anahudumia daktari mzuri sana. Alafu operation imefanyika, alikuwa na tatizo kubwa sana huko tumboni, sio wapi huko ndani huko kwenye internal organs. Akafanywa operation vizuri, akapona vizuri, lakini ilikuwa kuna mpira ambao baadaye inatakiwa uchomolewe, ambao kunatumika kwa ajili ya kuondoa uchafu na hivyo. Lakini kwenye kutoa ule mpira, mtoaji wa mpira hakuwa na nidhamu, hakuwa careful, akautoa vibaya, damu zikaanza kuvuja huko ndani, zikajaa huko ndani, kutaka kumsaidia, too late, akapoteza maisha. Daktari yule alilia machozi, aliyehusika na shughuli nzima ya operation na nini alilia, maana alikuwa anajisikia vizuri kwamba ameifanya kazi yake vizuri, ameokoa uhai wa mtu. Lakini uzembe wa mwingine umepelekea huyu mtu afe. Mchungaji anaweza akawa anatekeleza wajibu wake vizuri, lakini wewe unayemsaidia, maana operation hata ifanyike hapa. Tunaye daktari jamani, Dr. Amando hapo, hebu punga mkono hivi daktari. Huyu ni daktari na bado hajaridhika na elimu, anasoma tena ili maana na yeye na viwango na viwango na viwango na viwango. Sasa ukisikia mtu anafanyia operation, unakuta ni jopo la watendakazi wengi ambao kila moja ana nafasi yake. Mwingine amesomea tu nusu kaputi, mwingine sijui hivi, mwingine vile. Unajua nusu kaputi Kwa hiyo kila moja amespecialize kwenye eneo fulani hivi ambalo hii ni team. Sasa operation inafanywa wote, ukiangalia tu hata hizi movie na picha unakuta, sidhani kama uko kuona operation yupo daktari mmoja. Umekuona? Ni jopo la madaktari, na pale kila mmoja ana nafasi yake na anatakiwa uangalifu. Anakuwepo ambaye of course ndio kiongozi wao, nadhani hivyo, ambaye anakuwa ndio kama ana overall charge, ambaye ndio wanasikilizwa, wanafanya mpaka na vikao, wanakubaliana wafanyeje hivi na vile na vile. Kwa ile plani yote inaandaliwa mapema. Anapofanyia operation, plani imekwisha kukamilika. Kila mmoja anayehusika pale anajua cha kufanya ni nini. Sasa mimi nikiwa mwangalifu kama mchungaji natenda wajibu wangu vizuri. Wewe nimekupa ushemasi ukazembea. Ndio kama hivyo kwamba nimemfanyia mtu operation vizuri, lakini wewe kama shemasi nimekupa kazi ya kuondoa tu mpira, umefanya kizembe, anapoteza maisha. Kwa hiyo kazi ya mimi inafia mikononi mwako. Halo? Mimi nawafahamu washirika ambao huwa mtu anaweza akaokoka, lakini mshirika fulani akasababisha yule mtu akarudi nyuma, kwa sababu anamlisha maneno ambayo sio ya kumjenga. Au anakuja mgeni, badala ya kuongea naye vizuri, aone amefika mahali ambapo ni salama, atasaidika, anaanza kuleta hoja sijui vikasolve nini, anakumshia sio kitu gani. Ni kama vile anaonyesha kwamba bwana, si hapa tupo ni kama tunavumilia tu. Yaani kwa kweli, kwa sababu tumezoea, sasa tufanyeje? Na mchungaji wetu tumemzoea hivyo hivyo. Ni kama anamwambia kwamba bwana, kwa usalama wako tafuta mahali pengine, hapa tuachie tu, sisi tumezoea. Yaani hivi tumezoea. Ushindwe kwa jina la Yesu aliye hai. Ushindwe kwa jina la Yesu aliye hai. Halo? Wangapi wananielewa? Haya, sasa hebu tusimame tumuombe Mungu atusaidie. Ili tuweze kuwa watu wenye nidhamu, mambo makubwa mawili yanahitajika. Jambo la kwanza ni maamuzi. Kwa utashi wako, will power, unaamua kwamba mimi naamua kubadilika, kuwa mtu wa nidhamu, kuwa mtu smart.
Ulikuwa na ubishi, unaamua kwamba kuanzia leo mimi sitaki ubishi, maana unaletea hasara mimi na unasababisha hasara kwenye mwili wa Kristo kwa ujumla wake. Ulikuwa mzembe katika kutekeleza majukumu yako, kuanzia leo nasema mimi sitakuwa mzembe tena. Nitakuwa mchapakazi mzuri ili nisisababishe mambo kufeli, yani mambo yasifie mikononi mwako. Ndio kwa ambako tumeita ni kuwa kiriba kipya. Sasa hiyo ni nguvu ya utashi. Lakini namba 2, neema ya Mungu. Unapoweka nia katika jambo ambalo ni mapenzi ya Mungu, Mungu anaachilia neema yake, yani uwezesho wake, ili kwamba kama lingeshindikana kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, ile neema ya Mungu inadhibiti udhaifu wa kibinadamu ili iwezekane, hata kama jambo hilo ni gumu. Inawezekana una tabia fulani ambazo wewe mwenyewe unajishtukia kwamba sio nzuri, lakini niziachaje tabia hizi? Yaani mimi ndio nipo hivyo tangu utoto. Nataka nikwambie hivi, katika Kristo Yesu inawezekana. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu inawezekana. Kwa nguvu ya neno la Mungu inawezekana. Kwa ni nguvu ya neno la Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini vinaungana na willpower, uamuzi wako, kunia kwako kwamba mimi enough is enough. Sitaki tena kuwa hivi. Sitaki tena kuwa hivi. Kuna mtu kimchanganya tu na watu awe nao, lazima asababishe vurugu kwa sababu ya maneno na tabia zake fulani. Lakini unasema kuanzia leo mimi sitakuwa hivyo. Nahitaji msaada wa Mungu na nipo tayari kusaidiwa. Maana nia hiyo inaanzisha safari kuelekea kwenye ubora. Unaweza usiwe bora kwa siku moja, lakini ukiwa na nia na msaada wa Mungu kaachiwa, utaanza kuwa mtu bora siku hadi siku, siku hadi siku, kuelekea kwenye ukamilifu. Kwa mimi sikutarajii wewe kuwa perfect, ila nakutarajia uwe katika safari kuelekea kwenye mwelekeo anaotaka Mungu. Tunaposhindwa hapa katikati tunasaidiana. Ndio maana kuna kuonyana, ndio maana kuna kukemeana, kuna kuelekezana na kuna kuombeana. Umekosea, samahani nimekosea. Kweli hapa naona tu ni ubinadamu hivi na vile. Nahitaji tu neema ya Mungu. Mungu anirehemu. Mtu wa namna hiyo anapiga hatua kuelekea kwenye ubora. Hata kama njiani huko kuna kushindwa hapa na pale, lakini kule kushindwa hakutakuwa na madhara makubwa kwa mtu ambaye anasafiri kuelekea kwenye ubora. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise team, tafadhali nataka tuimbe tu wimbo wa kuabudu, tumwambie Mungu aweze kututengeneza, aweze kutufanya kama anavyotaka yeye mwenyewe.